Thumma qala Sheikh rahimahullah, al-i'tikaf katika ibada zinazofanywa hasa hasa katika kumi hili la mwisho linalotukabili, mbali na qiyamul layl, al-i'tikaf. Yaqulu Sheikh, fal-i'tikafu sunnatun lirrijali wan-nisa, i'tikaf ni sunna kwa wanaume na wanawake, lima thabata anin nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu kana ya'taqifu fi ramadhana, kwa hadithi iliyothubutu kutoka na Mtume sallam kwamba alikuwa akikaa itikafu msikitini katika mwezi wa Ramadhan. Wastaqarra akhiran i'tikafuhu fil ashr al-awakhir, ikatulizana mwisho itikafu yake katika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhan. Wa kana ya'takifu ba'dhu nisaihi ma'ahu, walikuwa wakikaa naye itikafu baadhi ya wake zake. Thumma atakafna min ba'dihi alayhi salatu wassalam, kisha wake zake wakakaa itikafu baada ya kufariki Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa afdalu ma yakunu fi ramadhana fi ayi masjidin tuqamu fihi salatu aljamaa, na bora zaidi ni kuwa itikafu katika mwezi wa Ramadhani katika msikiti wowote ambao unaswaliwa sala za jamaa. Itikafu ni wakati wowote, lakini katika mwezi wa Ramadhani ni aula zaidi na thawabu zake ni nyingi, lakini iwe katika msikiti ambao unaswaliwa sala za jamaa, kama qala Allahu ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, msiwaingilie wanawake na hali nyinyi mmekaa itikafu msikitini. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akikaa itikafu kumi la mwisho la Ramadhan. Wataraka dhalika marra fa'atakafa fi Shawwal, akawacha hivyo mara fulani akakaa itikafu katika mwezi wa Shawwal. Walmaqsudu min dhalik, makusudio ya itikafu huwa tafarrughu lilibada, ni kupata nafasi ya kumwabudu Allah, wal khalwatu billahi lidhalik, na kukaa faragha na Allah kwa jambo hilo. Mtu anaacha nyumba yake, anachukua livu kazini, anakuja msikitini, anakaa faragha na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kusoma Qur'an na adhkari mbalimbali. Hii ndiyo makusudio ya itikafu. Wa hadhihi hiya al-khalwatu ash-shar'iyya, hii ndiyo faragha ya kisheria inayotakiwa waislamu wafanye. Waqala ba'dhum fi ta'rif al-i'tikaf, baadhi ya maulama wanasema katika maelezo ya itikafu, huwa qat'u al-alaiqi an kulli al-khalaiq lilittisali bi khidmati al-khaliq, ni kukata mahusiano yote na kila viumbe kwa ajili ya kuwasiliana na kumuhudumikia muumbaji Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kwamba mtu akiwa amekaa itikafu awe anamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala, isiwe ana simu mara ameandika message mara kapokea simu mara hivi. La, akiwa katika itikafu afunge simu yake kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, asijishughulishe na shughuli yoyote ya kilimwengu. Yeye amekuja kukaa itikafu kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wasema wal maqsudu bidhalik qat'u al-alaiq ash-shaghilah an ta'ati Allah wa ibadatihi, makusudio ya itikafu ni kukata alaka na mahusiano yote ambayo yanashughulisha kumtii Allah na kumwabudu. Asiwe na kitu chochote ambacho kitamshughulisha na kumtoa katika toa yake. Isiwe sasa kila mara simu, je amekuja yule customer, je umempa ile bidhaa. Hiyo itakuwa si itikafu, maana pale bado ana mambo ya kilimwengu. Itikafu ni kwamba anakata kabisa uhusiano na ulimwengu, yuko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ومحل الاعتكاف المساجد التي تقام فيه صلاة الجماعة، محل الاعتكاف لمسكتي inayosaliwa sala za jamaa. وإذا كان يتخلل اعتكافه جمعة فالأفضل أن يكون اعتكافه في المسجد الجامع، ikiwa inaingia kati kuingilia kati itikafu yake Ijumaa, basi bora zaidi iwe itikafu yake katika msikiti unaosaliwa Ijumaa, idha tayassara dhalika, likisahilika hilo. Ikiwa msikiti ule hausalii sala ya Ijumaa na amekaa itikafu siku ya Ijumaa, basi aula atafute msikiti unaosaliwa sala ya Ijumaa ili kujiepusha na ile kutoka baadaye kutafuta msikiti. Hiyo ni ikisahilika.
walaysa liwaqtihi haddun mahdud, itikafu haina wakati maalumu, fi asahi aqwali ahli alilmi, katika kauli sahihi za ahlul ilm. Ni kwamba wakati wote mtu akiamua kukaa itikafu anakaa itikafu. Akiingia msikitini kwa ajili ya kusali sala dhuhuri ananuia itikafu, akiingia msikitini kwa ajili ya kusali salatul fajr anuia itikafu. Kwa hiyo haina wakati maalumu. Wala yushtaratu lahu sawm, wala haishartiwi sawm kwamba lazima mwezi wa Ramadhani, bali wakati wote. Walakin ma'a sawmi afdal, lakini itikafu pamoja na sawm ni bora zaidi. Wasunnatu lahu an yadkhula mu'takafahu hina yanwi al-i'tikaf, na sunna kwa mtu ni kwamba aingie katika mahali pake pa kukaa itikafu wakati anaponuia itikafu. Wa yakhruja ba'da mudhiyi al-muddati allati nawaha, alafu atoke baada ya kupita ule muda aliounuilia. Almuhimu atienia kwamba anakaa itikafu, anapata thawabu za itikafu, na nia ni moyoni, si kusema kwamba nawaitu an atakifa fi masjidi Aisha. Hakuna kitu kama hicho. Wanuia tu moyoni ukiingia msikitini kwamba mimi nakaa itikafu hapa mpaka baada ya swala kumalizika, au mpaka wakati wa ishraq, unapata thawabu za itikafu. Walahu qat'u dhalika idha da'at alhajatu ilayhi, na yajuzu kwake kukata nia hiyo haja ikimpelekea kwamba na dharura atoke, anakata nia yake. Lianna al-i'tikafa sunna, kwa sababu itikafu ni sunna. Wala yajibu bishuru'i fihi idha lam yakun madhura, yani haipasi kwa kuingilia katika itikafu ikiwa siyo ya nadhiri. Kama itikafu siyo ya nadhiri, ni ya sunna, anaweza akatoka wakati wote. Anaweza akakaa muda fulani, dakika 15, nusu saa, akatoka zake, kama si ya nadhiri. Kama ni itikafu ya nadhiri, lazima akae itikafu kwa muda ule aliouwekea nadhiri mwenyewe. ويستحب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. Ni sunna kukaa itikafu katika 10 la mwisho la Ramadhan kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wayustahabbu liman i'takafaha dukhulu mu'takafihi ba'da salati al-fajr min al-yawm al-hadi wal-20. Ni sunna kwa mwenye kukaa itikafu, kutaka kukaa itikafu, kuingia pale mahali pake baada ya salatu al-fajri siku ya tarehe 21. Siku ile tarehe 21 ndio mwanzo wa lile 10 la mwisho. 10 la mwisho linaanzia tarehe 21. Kwa mtu kama anataka kukaa itikafu ni baada ya salatu subhi. Ikimalizika salatu subhi, pale anaanza kukaa itikafu mpaka siku 10 zote, mpaka mwezi utoke. Siku 10 zote anakaa itikafu kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, iqtidaan bin nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhruju ba'da intahati al-ashr, na atatoka mata intahati al-ashr, zinapomalizika zile siku 10, hapo atatoka katika itikafu yake. Kwa hiyo itikafu inaanza, au 10 la mwisho linaanza tarehe 21, halianzi tarehe 20, linaanza tarehe 21 kama sikosei. Ni Ijumaa, sio? Ijumaa ndio mwanzo wa 10 la mwisho. Wa in qata'ahu fala haraja alayhi, akikata yani hakufikia siku 10 si vibaya, hakuna madhambi kwamba amekaa kiasi cha siku 2-3 alafu akaona basi inatosha hizi kwangu, basi atoke akafanya shughuli zake. Illa an yakuna mandhura kama taqaddam, isipokuwa ikiwa ni itikafu iliyowekewa nadhiri kama tulivyotangulia, hapo itabidi akae muda ule aliyowekea nadhiri. والأفضل أن يتخذ مكانا معينا في المسجد يستريح فيه إذا تيسر ذلك. نبورا zaidi ni kufanya ni kuweka mahali maalumu msikitini, anapumzika katika mahali hapo ikisahilika hivyo. Ikiwa amemtaja Allah, amesoma Qur'ani, amechoka, anajipumzisha, analala pale mahali pake, ndivyo sunna. Kwa hiyo sunna ni kukaa itikafu, bora zaidi ni kukaa itikafu 10 zima lile la mwisho. Kama mtu amechukua livu kazini, mambo yake ni mazuri nyumbani, hakuna matatizo yoyote, akae itikafu hapa na kulala hapa, vyoo vipo hapa, ataoga, atapiga mswaki, futari ataletewa na watoto wake,
ale hapa hapa, isipokuwa kuna imetokea labda haja ya dharura, ende mara moja nyumbani na kurudi, hiyo haibatilishi itikafu. Lakini itikafu inabadilishwa na kutoka mtu akenda akafanya kazi zake au kumuingilia ahali yake, pia inabatilisha itikafu. والذي على المعتكف أن يلزم معتكفه ويشتغل بذكر الله والعبادة. ambayo yanamlazimu mwenye kukaa itikafu ni kulazimiana na pale mahali pake anapokaa itikafu msikitini, ashughulike kumtaja Allah na kumwabudu Allah. Wala yakhruju illa lihaja, asitoke isipokuwa kwa haja, lihajatil insan, kwa haja ya mwanadamu, kalbauli, kama kwenda chooni kwa ajili ya choo kidogo, walghait na choo kikubwa, wa nahwi dhalik, au lihajati at-ta'am, au kwa haja ya chakula. In kana lam yatayassar lahu man yuhdhiru lahu at-ta'ama, ikiwa haisailiki yule atakayemletea chakula, fayakhruju lihajatihi, hapo atatoka kwa haja yake. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju lihajatihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoka kwa haja yake halafu anarudi na kuendelea na itikafu yake. Walladhi ala almu'takif an yalzama mu'takafahu wa yashtaghila bidhikri llah wal ibada. Jana tulielezea i'tikafu, tukasema i'tikafu ni kukaa msikitini kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kupata nafasi ya kufanya ibada na kujiepusha na vishawishi vya kilimwengu, ni kukata mahusiano yote ya kilimwengu na kutafaragh kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada mbalimbali ndani ya msikiti. Tukasema kwamba ni aula itikafu ifanywe katika msikiti unaoswaliwa swala ya Ijumaa. Yakulu Sheikh, ambayo yanamlazimu mwenye kukaa itikafu ni kulazimiana na pale mahali pake, ashughulike na kumtaja Allah na ibada nyingine, asitoke. Wala yakhruju illa lihajati al-insan, asitoke isipokuwa kwa haja ya mwanadamu, kalbauli walghaiti wa nahwi dhalik. Ikiwa msikiti hauna vyoo, basi atoke kwenda nyumbani kwa ajili ya choo kidogo au kikubwa na mfano wa hivyo. Au lihajati at-ta'am, au kwa haja ya chakula. Idha kana lam yatayassar lahu man yuhdhiru lahu at-ta'am, ikiwa haikumsailikia atakayemletea chakula, fayakhruju lihajatihi, atatoka kwa ajili ya haja ya chakula. Faqad kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yakhruju lihajatihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitoka kwa haja yake wakati anakaa itikafu. Wala yajuzu lilmar'a an ya'tiyaha zawjuha wa hiya fil i'tikaf, haijuzu kwa mwanamke kuingiliwa na mume wake wakati yuko katika itikafu. Wakadhalika almu'takif laysa lahu an ya'tiya zawjatahu, pia haijuzu kwa mwenye kukaa itikafu mwanamume, haijuzu kumuingilia mke wake, wa huwa mu'takifun, na hali yeye ni mwenye kukaa itikafu. Lianna Allah ta'ala qala wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, siwaingilie na huku nyinyi mmekaa itikafu katika misikiti. Ni kwamba kitendo cha ndoa kinabatilisha ile itikafu ya mtu. Wal afdalu lahu alla yatahaddatha ma'a nnasi kathiran, na bora zaidi kwa mwenye kukaa itikafu ni kutozungumza na watu sana, bali yashtaghilu bil ibada wat ta'a, bali yashughulike na ibada na ta'a. Lakin law zarahu ba'd ikhwanihi, lakini lau walimtembelea baadhi ya ndugu zake pale msikitini, au zara almar'ata ba'd maharimiha, au walimzuru mwanamke ambaye yuko katika itikafu baadhi ya maharam zake, au ba'd akhwatiha, au baadhi ya dada zake walimzuru mwanamke huyo fillah, watahaddathat ma'ahum au ma'ahunna fala bas, yule mwanamke aliyekaa itikafu akazungumza nao wale ndugu zake au wale dada zake, si vibaya. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yazuruhu nisauhu fi mu'takafihi,
Alikuwa Mtume sallam akitembelewa na wake zake katika mahali pake pa kukaa itikafu, wa yatahaddathu ma'ahunna, anazungumza nao, thumma yansarifna, kisha wanaondoka. Fadalla dhalika ala annahu la haraja fi dhalik. Hiyo inafahamisha kwamba sio vibaya hilo la mtu kutembelewa na ahli yake hapo msikitini, au kutembelewa na jamaa zake, rafiki zake msikitini, wakazungumza kidogo halafu wanamwacha pale pale anaendelea na itikafu yake. Wala ba'sa bin naum, pia si vibaya kulala pale msikitini. Wal akli, na kula fil masjid, lilmu'takifi wa ghairihi, kwa mwenye kukaa itikafu na asiyekuwa yeye. Haya ni mambo ambayo yanaruhusiwa msikitini: kula, kulala, kunywa. Li ahaditha wa athar waradat fi dhalik, wa hadithi nyingi na athari zilizokuja katika masala hayo. Walima thabata min hali ahli suffa ma'a mura'ati alhirsi ala nadhafati almasjid walhadhari min asbabi tawsikhihi min fudhuli at-ta'ami au ghayriha. Pia imethubutu katika hali ya ahli suffa, masahaba wale waliokuwa wakiishi pale pale katika msikiti wa Mtume sallam, wanalala hapo, wanakula hapo, wanakunywa, akiwemo Abu Huraira radhiyallahu anhu, walikuwa wakiishi pale pale msikitini, lakini pamoja na kuchunga na kufanya pupa la usafi wa msikiti na kutahadhari na kila sababu ya kuuchafua katika zile ziada za chakula au jambo jingine. Unatakiwa msikiti ulindwe, uheshimiwe, pamoja na kwamba inaruhusiwa kula, kunywa, lakini watu wajitahidi kukinga msikiti na kuuchafua, wasichafue msikiti na vile vyakula wanavyokula. لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. Nimeonyeshewa ajiri na malipo ya umati wangu mpaka uchafu anaotoa mtu msikitini pia analipwa. Mtu anapotoa uchafu msikitini pia analipwa thawabu. Kwa haitakiwi kuchafua msikiti, msikiti unatakiwa kuheshimiwa. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa sahahu Ibn Khuzaimah. Wa li hadithi Aisha radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. Mtume صلى الله عليه وسلم ameamrisha ijengwe misikiti katika mitaa na isafishwe na itiwe marashi. Haya ni katika sunna ambazo zimewachwa sasa hivi. Msikiti kutiwa marashi, msikiti kufukizwa ukanukia vizuri, ni katika sunna ambazo tumeziwacha, lakini ni sunna ufukizwe msikiti unukie vizuri. Rawahu al-khamsa illa an-Nasa'i wa sanaduhu jayyid. Wad-duru hiya al-harat, ile mitaa, wal-qabail al-qatina fi al-mudun, na yale makabila yanayoishi pale mjini, kujengwe katika kila mtaa msikiti. يقول الشيخ: أيها المسلمون، إن الصوم عمل صالح عظيم. صوم عمل جيمة كبوة، وثوابه جزيل، نثواب زاكن نينجي، ولا سيما صوم رمضان، هسا صوم رمضان. فعظموه رحمكم الله بالنية الصالحة، يعظمشيني الله كرهموني كونيا جيمة، والاجتهاد في حفظ صيامه وقيامه، نكجتهيدي كحفاظ صوم yake na kufanya ibada za usiku. Walmusabaqati fihi ila alkhairat, na kushindana katika mambo ya khairi. Walmubadarati fihi ila at-taubati nasuh, na kufanya haraka katika mwezi huu toba ya kweli. Min jami'i dhunubi was-sayyi'at, na madhambi yote. Wahdharu ma nahakumullahu anhu wa rasuluhu, tahadharini na mambo aliyokataza Allah na mtume wake. Wastaqimu ala ta'atihi fi ramadhana wa ghairihi, lazimianeni katika toa ya Allah katika mwezi wa Ramadhani na mwingine. Watawasau bidhalik, usianeni kwa hilo. Wataawanu alayhi, saidianeni kwa hilo. Wataamaru bil ma'ruf watanahaw anil munkar, amrishaneni mema mkatazane maovu. Litafuzu bil karamati was saada wal izzati wan najati fi dunya wal akhirah. والله أعلم.